Mungu amekuamini, ndio maana amempitisha huyo mtoto mikononi mwako. Na Mungu amewekeza kitu anachokitaka ndani ya huyo mtoto. Lakini mzazi na mlezi unathubutu kumpandia mtoto kitu ambacho kinakwenda kuwa laana katika maisha yake yote. Angalia mwenyewe, utasoma kwenye ile Marko 6 mstari wa 24. Mama yake akamwambia omba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Kilikuwa ni pando baya sana kwa mtoto. Unampandia mtoto chuki, mauaji. Mtoto anahusika nini na mambo yako ya michepuko ulioyafanya? Tazama hata Daudi, Wafalme wa Kwanza 2 mstari wa 8 mpaka wa 9. Mwambia Sulemani, hakikisha umemuua Shimei. Sikiliza mzazi na mlezi. Neno la Mungu linamtaka mtoto amheshimu baba yake na mama yake. Sasa niye walezi na wazazi, muna maugomvi yenu kwenye ndoa, mnaanza kuwashirikisha watoto. Mtoto anaanza kumuona mwenzi wako ni mbaya. Mtoto anaanza kupandikiza chuki kwa mwenzi wako. Kama ni napanda mbegu mbaya, ni amri peke yake yenye ahadi ambayo Mungu ameiweka, ya kwamba siku za mtoto zitakuwa nyingi na maisha yake yatakuwa ni menye baraka, kwa sababu ya kuheshimu wazazi na walezi wake. Sasa wewe umepanda chuki, mtoto anakuwa akiwa na chuki, maana yake hata mheshimu yule ambaye umempandikizia chuki. Sikiliza mzazi na mlezi mwenzangu, huu sio wakati wa kuwashirikisha watoto wetu mambo mabaya tunayoyapitia kwenye ndoa zetu na majirani zetu. Kama una ugomvi na jirani yako, uwe ni wa kwako. Kama una ugomvi kwenye ndoa, uwe ni wa kwako. Mtoto mweke mbali, hausiki na huo ugomvi, hausiki na hilo tatizo lako, hausiki na hiyo chuki yako. Usijaribu kuachilia maisha ya laana kwa mtoto. Mtoto anakuwa mkubwa na umri ulioshiba, lakini anatembea chini ya laana, kwa maana ni Mungu anayefuatilia kila andiko. Analifuatilia andiko, anakutana na mtoto ambaye alianza kwa kutomheshimu mzazi au mlezi, na chanzo kilikuwa ni wewe mlezi na mzazi ulivyopanda sumu mbaya. Sikiliza, tatua matatizo yako mwenyewe. Usimuingize mtoto, usimpandie mtoto mbegu isiyofaa, maana unaharibu zile baraka ambazo Mungu ameziweka kwa ajili yake. Mtoto anafanyika kuwa anakosa baraka mbele za Mungu, na mtoto anafanyika kuwa kutopendwa na jamii yote, ni kwa sababu ya wewe ulivyopanda kitu kibaya ndani ya mtoto. Ulipanda chuki, ulipanda ugomvi, ulipanda mabifu, ulipanda mwenendo usiofaa. Mzazi na mlezi, umeaminiwa na Mungu. Hakikisha unampandia mtoto mambo yaliyo mema. Hakikisha unampandia mtoto mambo ambayo yatafanyika baraka za Mungu zimiminike juu ya mtoto wako.